Unajua kuwa kuna viumbe wadogo wanaweza kuishi tumboni mwako kwa miezi au hata miaka bila wewe kujua, na wakawa wananyonya virutubisho vyako kimya kimya? Na je, unafahamu kuwa baadhi yao wanaweza kusababisha upungufu wa damu, matatizo ya ini au hata madhara kwenye ubongo? Leo nakwenda kukuelezea minyoo hatari kwa mwanadamu kwa mtazamo wa kibiolojia ili ujue kinachoendelea ndani ya mwili wako. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkimya kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkimya kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Kibiolojia, minyoo hawaishi tu tumboni kama wageni. Wao huingilia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, huathiri ufyonzwaji wa protini, mafuta, vitamini na madini, na wengine huingia kwenye damu au viungo vingine. Mwili huanza kupoteza virutubisho muhimu, seli za damu hupungua, kinga hushuka, na viungo huanza kufanya kazi kwa shida bila mtu kugundua mapema. Sasa tuanze kuwachambua mmoja baada ya mwingine. Moja, Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides ni minyoo mviringo mkubwa anayekaa ndani ya utumbo mdogo wa mwanadamu. Kibiolojia, maambukizi huanza pale mtu anapomeza mayai yake yaliyopo kwenye chakula au maji yaliyochafuliwa. Mayai haya yana ganda gumu linaloweza kustahimili mazingira ya nje kwa muda mrefu. Baada ya kuingia tumboni, mayai huanguliwa na kutoa mabuu. Mabuu haya hupenya ukuta wa utumbo na kuingia kwenye mfumo wa damu. Kutoka hapo husafirishwa hadi kwenye ini, kisha mapafu. Wakiwa mapafuni, hupenya kwenye vifuko vya hewa na baadaye hupanda hadi kooni na kumezwa tena kurudi kwenye utumbo mdogo ambako hukua kuwa minyoo makubwa. Athari zake kibiolojia ni pamoja na kuziba utumbo endapo watakuwa wengi sana. Pia hushindana na mwili kwa kunyonya virutubisho muhimu kama protini na vitamini. Kwa watoto, hali hii inaweza kusababisha kuchelewa kwa ukuaji na kupungua kwa uzito. Endapo watasafiri bila mpangilio, wanaweza kuingia kwenye njia ya nyongo au kongosho na kusababisha maumivu makali ya tumbo. Namba 2 ni Taenia solium. Taenia solium ni minyoo bapa anayepatikana kupitia kula nyama ya nguruwe isiyoiva vizuri. Kibiolojia, ana kichwa chenye vikonyo maalum na vinyonya vinavyomwezesha kujishikiza kwenye ukuta wa utumbo mdogo. Akiwa tumboni hukua na kuwa mrefu kwa kuongeza vipande vya mwili vinavyoitwa proglottids. Vipande hivi hutengeneza mayai yanayotoka nje kupitia kinyesi. Mzunguko wake unaweza kuwa hatari zaidi pale mtu anapomeza mayai moja kwa moja badala ya mabuu. Mayai yakimezwa huanguliwa na mabuu kuingia kwenye damu na kusambaa mwilini. Wanaweza kufika kwenye misuli, macho au ubongo. Wanapofika ubongo, husababisha hali ya kitaalamu inayoitwa cysticercosis, ambayo inaweza kuathiri mfumo wa fahamu na kusababisha degedege. Katika utumbo, minyoo huyu husababisha maumivu ya tumbo, kupungua kwa uzito na kupungua kwa ufyonzwaji wa virutubisho kwa sababu huchukua sehemu ya chakula kilichomeng'enywa. Namba 3 ni Taenia saginata. Taenia saginata hupatikana kwenye nyama ya ng'ombe isiyoiva vizuri. Kimaumbile, anafanana na Taenia solium, lakini hana vikonyo vya kushika kwa nguvu kwenye kichwa chake. Baada ya mtu kula nyama iliyo na mabuu, mabuu hujishikiza kwenye utumbo mdogo na kukua kuwa minyoo mkubwa sana ambaye anaweza kufikia urefu wa mita kadhaa. Ngozi yake ya nje imeundwa maalum kwa ajili ya kufyonza virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye chakula kilichomeng'enywa. Athari za kibiolojia ni upungufu wa lishe, kwa sababu mwili hushindana naye kwa virutubisho. Pia, uwepo wake unaweza kusababisha kichefuchefu, maumivu ya tumbo na mabadiliko ya hamu ya kula. Namba 4 ni hookworm. Ancylostoma duodenale na Necato americanus. Minyoo hawa huingia mwilini kwa kupenya ngozi, hasa kupitia nyayo za miguu wakati mtu anapotembea kwenye udongo wenye mabuu. Baada ya kupenya, huingia kwenye mishipa ya damu na kusafiri hadi mapafuni, kisha humezwa na kufika utumbo mdogo. Kibiolojia, wana meno madogo au miundo kama ndoano inayowawezesha kujishikiza kwenye ukuta wa utumbo. Hula damu moja kwa moja kutoka kwenye mishipa midogo ya damu ya utumbo. Athari kubwa ni upungufu wa damu,
kwa sababu ya kupoteza damu kidogo kidogo kila siku. Mwili hujaribu kufidia, lakini kadri maambukizi yanavyoendelea, hifadhi ya madini ya chuma hupungua na kusababisha udhaifu na kupungua kwa uwezo wa mwili kufanya kazi vizuri. Namba 5 ni Enterobius vermicularis. Huyu hujulikana kama pinworm na huathiri zaidi watoto. Huishi kwenye utumbo mkubwa, hasa eneo la mwisho karibu na njia ya haja kubwa. Kibiolojia, jike hutoka usiku na kutaga mayai karibu na ngozi ya eneo la haja kubwa. Hii husababisha mwasho mkali. Mtoto anapojikuna, mayai hushikamana kwenye kucha na mikono na baadaye huingia tena mdomoni na kusababisha maambukizi kujirudia. Kwa kawaida, hawasababishi madhara makubwa ya ndani, lakini wanaweza kuathiri usingizi na kusababisha muwasho wa muda mrefu pamoja na usumbufu wa tumbo. Namba 6 ni Trichuris trichiura. Trichuris trichiura ana umbo linalofanana na mjeledi. Sehemu yake nyembamba hujipenyeza kwenye ukuta wa utumbo mkubwa, huku sehemu nene ikibaki ndani ya njia ya utumbo. Kwa kujiingiza kwenye utando wa utumbo, husababisha muwasho wa muda mrefu na uvimbe. Hii huathiri uwezo wa utumbo kufyonza maji na madini. Kwa maambukizi makubwa, anaweza kusababisha kuharisha kwa muda mrefu, maumivu ya tumbo na upungufu wa damu, hasa kwa watoto. Uharibifu wa utando wa utumbo unaweza pia kuathiri kinga ya ndani ya utumbo. Namba 7 ni Strongyloides stercoralis. Huyu ana sifa ya kipekee ya kuweza kujirudia ndani ya mwili bila kutoka nje. Mabuu yake hupenya ngozi kisha huingia kwenye damu hadi mapafuni na baadaye humezwa kurudi utumbo mdogo. Tofauti na minyoo wengine, baadhi ya mabuu yanaweza kuanguliwa ndani ya utumbo na kupenya tena ukuta wa utumbo au ngozi ya eneo la haja kubwa na kuanza mzunguko mpya bila kutoka nje. Kwa watu wenye kinga dhaifu, hali hii inaweza kusababisha maambukizi makubwa sana yanayoathiri utumbo, mapafu na viungo vingine. Kibiolojia, husababisha uvimbe wa ndani wa tishu na kuharibu utendaji wa kawaida wa mfumo wa mmeng'enyo. 8. Schistosoma. Schistosoma ni minyoo wanaoishi kwenye mishipa ya damu. Mabuu yao hupenya ngozi mtu anapogusa maji yenye maambukizi kama mito au mabwawa. Baada ya kuingia, huenda kwenye mishipa ya damu ya ini au kibofu, kutegemea aina yake. Hapo hukua na kutaga mayai. Mayai haya baadhi hutoka nje kupitia mkojo au kinyesi, lakini mengine hubaki ndani ya tishu. Mwili hutengeneza mwitikio wa kinga dhidi ya mayai haya, hali inayosababisha uvimbe wa muda mrefu kwenye ini au kibofu. Uvimbe huu unaweza kuathiri mzunguko wa damu ndani ya ini na kusababisha kuongezeka kwa shinikizo la damu ya ini pamoja na kuharibika kwa tishu taratibu. Kumbuka, minyoo hawa huingia kupitia chakula, maji au ngozi. Huathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, hupunguza ufyonzwaji wa virutubisho. Wengine huingia kwenye damu na viungo muhimu kama ini, mapafu au ubongo. Kibiolojia, madhara yao hutokana na kunyonya virutubisho, kunyonya damu, kusababisha mwitikio mkali wa kinga, kuharibu tishu za mwili. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo upload, like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.